Vituo vya afya naweza nikasema vimeanza, tunaona utekelezaji na tumemshuhudia mkuu wa wilaya, lakini pamoja kamati ya siasa ya wilaya imekwenda kukagua baadhi ya miradi katika majimbo yetu. Kwa hiyo mimi niendelee kuahidi wananchi kutoa ushirikiano wa dhati, kwa maana kwamba tunaendelea kujenga miundombinu. Baada ya miundombinu hiyo tutaweka vifaa tiba. Baada ya vifaa tiba tutajaza wataalamu katika hospitali zetu hizo, na baada ya kujaza wataalamu wale wataenda kutoa tiba kwa mama zetu, dada zetu na wazee wetu. Sambamba na ile bima ya afya kwa wote, ili kuhakikisha kwamba sasa lile tabasamu ambalo Dr. Samia Suluhu Hassan ameliahidi kuliacha 2030 katika majimbo haya tunaanza sasa. Upande wa jimbo la Busanda, jambo la kwanza ni kuwashukuru sana wananchi, kwa sababu wao ndio wamenipa heshima kubwa hii. Wana jimbo la Busanda, kipindi tunakwenda kuwaomba ridhaa mwaka 2025 kwenye kampeni mwezi wa 10, tuliwaomba kwa nafasi ya ubunge na wakachagua mbunge wao kwa kuniamini kwa kula nyingi sana, kuanzia zile kula za wajumbe na zile kula za uchaguzi mkuu. Wanajimbo la Busanda wameendelea kunipa ushirikiano wa dhati, na wanaona mbunge wao baada tu kufika bungeni kuapa, nikala viapo viwili ndani ya wiki moja, kile kiapo cha ubunge, lakini ikampendeza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na mara zote kwenye mikutano nilikuwa nikiwaambia wananchi wa jimbo la Busanda tunatakiwa kumwombea sana Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa kuona kwa mara ya kwanza toka tumepata uhuru jimbo la Busanda lenyewe nikateuliwa kuwa naibu waziri, sasa wana uwakilishi ndani ya baraza la mawaziri. Kwa hiyo sio nafasi ndogo hata kidogo. Kuwa naibu waziri ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI ni kazi kubwa, ni kazi ya heshima, ni kazi ya kuhudumia taifa, na wananiona siku zote pale bungeni wa kwanza kujibu maswali, lakini sambamba na maswali tunafanya ziara mbalimbali katika majimbo ya wenzetu, ili kuona kwamba tunasukuma mbele gurudumu la maendeleo. Tunamsaidia Mheshimiwa Rais kufika kwenye maeneo ambayo ametukasimisha, kwenda kuhimiza miradi ya maendeleo, kuleta tija kwa watumishi ili watoe huduma bora kwa wananchi wetu. Kwa hiyo Wanabusanda wanakuwa wananikosa baadhi ya wakati, kwa maana ya kwamba anakuwa na majukumu ya kitaifa, lakini miradi inafanyika ndani ya jimbo la Busanda ambayo haikuwahi kufanyika toka lile jimbo limepata uhuru. Toka tumepata uhuru nchi hii kuna miradi imefanyika pale mikubwa sana. Kuna madaraja yanajengwa sasa hizi, ukienda kuangalia ni madaraja ambayo tungetumia bajeti yetu ya ndani tusingeweza kujenga madaraja yale, lakini kwa sasa madaraja yale yanaunganisha zile kata ambazo zilikuwa na changamoto kipindi cha mvua. Kwa sasa ile hela ambayo ya halmashauri, hela ya barabara, road fund, zile zitakwenda kurekebisha upande wa Moram tu. Upande wa madaraja tulipata fedha kutoka serikali kuu ambayo nao walikiri kabisa kuona miundombinu ya changamoto ya madaraja. Na upande wa pili, barabara yetu ile ya lami ambayo imeidoka kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi, tunaendelea kufuatilia malipo ya mkandarasi ambaye tayari ameshasaini mkataba. Ile barabara ya Mpomvu Nyarugusu Bukoli mpaka Ilogi, maki ile ya Kahama tayari imeshafika Segese inaelekea Kakola, na sisi tutaunganisha pale zile kilomita 63 ili sasa na wao waanze kutumia lami kama ambavyo Mheshimiwa Rais ameahidi na ilani ya Chama cha Mapinduzi imeahidi.